1993 ukiangalia lile ongezeko mwakani tuna ng'ombe wengi zaidi. Kwa hiyo maana yake ni sekta ambayo itakuwa na fursa mwaka hadi mwaka. Kwa hiyo mliowekeza kwenye hii sekta ya mifugo hamjakosea. Sasa ukiendelea kwa idadi sasa, inayoongoza kwa mifugo mingi ni Chalinze. Kuna wadau wa Chalinze. Chalinze ndio inayoongoza. Ina mifugo mingi zaidi, hasa ng'ombe na mbuzi. Lakini kuku inaongoza Kibaha. Na hisi kuna wazalishaji wengi wa wale kuku wa kisasa Kwa hiyo wao ndio wanaoongoza, lakini kwa ujumla wake iko hivyo. Sasa ukiangalia ndio hiyo niliyosema Chalinze, ile yenye blue ndefu zaidi, maana yake ndio yenye ng'ombe mifugo mingi zaidi, ikifuatiwa na Rufiji, ikifuatiwa na Kibaha, baadaye inakuja Kibiti, Mkulanga, kisha Bagamoyo, ya mwisho Mafia. Sasa naomba tuangalie hali halisi ya uzalishaji. Nimesema nataka tuangalie hali halisi, sawa? Hali ya sekta ikoje? Sasa hii hali halisi ninaizungumzia 2024 kurudi nyuma, kwamba kwa kiuhalisia tunazalisha wastani wa kilo za nyama milioni 6.4. Yaani hapa chukua nyama za kuku, nyama za mbuzi, nyama za ng'ombe zote kwa mwaka tunazalisha milioni 6 kama mkoa. Lakini maziwa ni lita milioni 10.1 kila mwaka kwa wastani. Lakini mayai ni tray milioni 2.5. Alafu ngozi, vipande vya ngozi za nyama baada ya kuchinjwa na nini vinavyopatikana ni 700,000, lakini ngozi za mbuzi ni 21,000. Sasa nikitaka kuzichambua, ukiangalia kwenye ule uzalishaji niliyousema sio mzuri sana. Kwa tunasema tuna changamoto ya tija ndogo ya uzalishaji wa haya mazao ya mifugo. Sasa tuanze na maziwa. Ng'ombe wa asili kwa sasa wanazalisha 2024 kurudi nyuma lita 1 badala ya lita 5 zinazotakiwa kwa siku. Watafiti walishatafiti kwamba ng'ombe wa asili anaweza kuzalisha hata lita 5, lakini kwa sasa hivi tuko lita 1. Wanaojitahidi sana lita 2. Kwa tuko nyuma. Kwa tija yetu ya uzalishaji wa maziwa ni ndogo kwa ng'ombe wa asili. Ng'ombe wa kisasa ni lita 9.5 badala ya lita 30 zinazotakiwa kwa siku. Hii tumechukulia wastani lakini ukienda mmoja wapo wanaofikisha 20, 30, lakini ukichukua ng'ombe wetu wote katika uzalishaji, idadi ya ng'ombe wanaozalisha kwa mwaka, wanaozalisha maziwa, ukichukua wastani ni hizo lita 9.5. Lakini wapo wanaofanya vizuri, lakini ni wachache. Kwa wale wachache wanaofanya vizuri wanavutwa na wale wasiofanya vizuri, tunajikuta bado tunaelekea kuwa chini. Kwa hiyo tunahitaji angalau ng'ombe wote wa maziwa wao wanazalisha angalau lita 30 kwa mkoa wetu wa Pwani, lakini hatufiki. Wachache wanaozalisha lita 30, ukichukua wastani tunafika kwenye lita 3.5, lita 10 kwa mwaka. Sasa hii inatumaanisha nini ninavyoendelea? Maana yake bado kuna nini? Kuna fursa bado ipo kubwa. Sasa nenda kwenye nyama. Ng'ombe wa asili wanazalisha 47% ya uzito hai badala ya 60% ya uzito hai unaotakiwa. Nini maana yake? Unapofuga ng'ombe wa asili akiwa na kilo 200, sawa? Maana yake 47% ya kilo 200 ndio nyama itakayopatikana. Kwa tunatamani ng'ombe wa asili wawe na ukubwa mzito anapofikia kiwango kile cha kuuzwa. Kwa hiyo bado hapa kote huko kuna fursa. Maana yake unatakiwa unanepeshaji, nyie wadau muwekeze kwenye hilo eneo kwa sababu bado fursa ipo. Ukienda kwenye mbuzi ni 48% ya uzito hai badala ya 50% unaotakiwa. Bado kwenye mbuzi pia tunahitaji. Lakini ukienda kwenye kondoo ni 47%. Kuku wa asili ni kilo 1 badala ya kilo 2 zinazotakiwa. Lakini mayai ni hapa nazungumzia kuku wa asili.
mayai ni mayai 36 badala ya 72 kwa mwaka. Sawa? Kwa hiyo haya maeneo yote sisi, hiyo ndio hali ya mkoa wa Pwani. Kwa hiyo hii inaonyesha kabisa kwamba tunatakiwa kuwa fursa zipo. Nenda kwenye biashara, bado hali ya biashara ya mifugo kwetu ni duni, sio ile ambayo inayokusudiwa. Kwa mfano, 11% ya ng'ombe huuzwa kupitia minada 19. Kumbuka nimesema tuna 690 na kitu lakini 11% ndio inaenda kwenye minada hiyo 19 tulionayo. Hiyo ndio mfumo rasmi. Sasa idadi hii imezidi 8%. Imezidi kwa yaani tunatarajia ng'ombe wale tulionao waende sokoni kwa mwaka 8%. Lakini sisi tuna 11%. Maana yake nini? Tuna mifugo mingine inayotoka nje ya mikoa, nje ya Pwani inaletwa. Kwa sio mifugo yote inayotoka ndani ya mkoa wa Pwani. Si umeona tuna fursa Tuna fursa ya 8%, kwamba nyie mkiamua kuwekeza zaidi, tunataka ng'ombe wote badala ya kutoka kaskazini wapi, tunaweza tukalisha sisi wenyewe ile minada yetu. Lakini kwa sababu mifugo haitoshi, basi tunategemea kutoka kwenye mikoa mingine. Sawa? Lakini nyama huuzwa kupitia mabucha 267. Sasa 267 hii ni ndogo kwa kulingana na mahitaji ya nyama yaliyopo katika mkoa wa Pwani na mkoa wetu jirani wa Dar es Salaam. Kwa maana yake bado kuna fursa ya kuwekeza kwenye nini? Kwenye mabucha. Lakini pia 14% ya maziwa, 14% tunazalisha 100, lakini 14% ndiyo yanayouzwa kupitia mfumo rasmi kwenye vituo 21 tu vya mkoa mzima wa Pwani. Maana yake tuna ngapi? 86 yanauzwa wapi? Ndio ukipita pale kwa Matias unakutana na mama pale wameweka maziwa juani, si mnaonaga? Kwa maziwa mengi yanaenda kwenye mfumo ambao sio rasmi. Inawezekana wanapata bei kubwa katika mfumo usio rasmi, lakini ubora wake ni kiulizo. Mnanielewa hapo Kwa maana yake kuna fursa kubwa pia katika hilo eneo. Lakini haya maziwa, yale maziwa yote kwa ujumla katika hivi vituo 21 tunasema ni sasa kwamba ni 86% ya maziwa huuzwa kwenye mfumo rasmi. Sasa nenda kwenye usindikaji, tuangalie hali halisi kwenye usindikaji. Kwa wastani kila mwaka ni tani 6448 za nyama ya ng'ombe, mbuzi, kuku, sawa na 0.13. Mnanielewa? Tunazungumzia tumezalisha